You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Uhari gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa BW Media. Karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia, na ni kukaribishe. Tunaendelea na somo letu la 4 tukiwa katika robo ya pili kwa mwaka huu 2025, na somo letu la siku ya leo tutaangalia mataifa sehemu ya kwanza. Na ukishaona hivi mpenzi mtazamaji, ina maana kuna sehemu ya pili. Hivyo ni kukaribisha katika somo letu hili, mataifa sehemu ya kwanza. Na fungu elekezi tutakalo kuwa nalo juma hili linapatikana katika kitabu cha Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 14. Linasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Ni kitabu cha Danieli 7 na ule mstari wa 14. Na leo studio utakuwa nami mtangazaji wako Miriam Esau, lakini pia kuna wageni wetu tuko nao hapa, wachambuzi wa masuala ya imani. Siku zote huwa tunajumuika nao, na leo tutakuwa na Dr. Martin Maduhu, lakini pia tutakuwa na ndugu Mgisha Edwin. Hao wote watatuchambulia somo letu hili la 4 kwa undani kabisa, ili uweze kuelewa mpenzi mtazamaji. Na nikukumbushe tu endelee kuwa na lesoni yako hapo karibu. Tunapoendelea na mjadala huu, anikusihi tu na wewe unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Ikiwa utapata maswali, ukiwa utapata maoni na ushauri, unaweza kututumia na sisi tutakujibu kwa kadri Mungu atakavyotuongoza. Na kabla tujaanza kipindi chetu sasa, nikukaribishe tuweze kupata kwa ombi. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu uketie mahali pasiju mbinguni, kwa ajili ya ulinzi wako na uwepo wako katika maisha yetu. Ni dhahiri umeendelea kutulinda na kutuongoza siku zote. Tumeuhitaji uwepo wako katika maisha yetu toka tulipozaliwa, na hakika umeendelea kuwa pamoja nasi. Wasaa huu tunapoenda kuchambua lesoni hii, kuchambua maneno yako matakatifu, tunaomba Roho yako mwema akawe pamoja nasi, akitulinda na kutuongoza. Kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwani tumeomba kwa imani tukiamini kwa jina Yesu Kristo, amina. Na kwa ombi hilo sasa, ninaomba tuende moja kwa moja katika lesoni yetu ya somo hili, lakini niwakaribishe tena. Nimefurahi sana kuwaona. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa kibali kuweza kukutana mahali hapa tena kwa ajili ya kujadili somo hili la 4. Sasa leo tuna kichwa kizuri kabisa kinachosema mataifa. Lakini mataifa haya ni sehemu ya kwanza. Na tunapoona sehemu ya kwanza, tunaona kwamba kuna sehemu ya pili na sehemu zingine zinazoendelea. Sasa kwa utangulizi tu, ningeomba daktari utupitishe katika utangulizi wa somo hili. Kwa ufupi tutaenda kuona vitu gani hasa katika somo la juma hili. Karibu. Mataifa sehemu ya kwanza. Katika sehemu hii ya kwanza tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani utawala ulivyotoka kwa Mungu ukaja kwa wanadamu, na utawala ulipokuwa mikononi mwa wanadamu, nafasi ya uongozi katika taifa uliufikisha wapi taifa hilo. Kitu cha pekee ambapo msingi wa somo letu litakuwa limejengwa ni vipindi tofauti tofauti. Kwanza tukianzia kwa Adam, tunakuja kwa Nuhu, tunakuja kwa Israel, na tunakuja sasa na mataifa yote kwa ujumla tulipofikia hivi leo.
Msingi ambao tutakuwa tutatembea nao ni kwamba mambo mengi ya kiroho yanategemea zaidi utii kuliko uongozi wa kidunia, na ndiyo maana tawala na uongozi mbalimbali za dunia zinafikia mahala, licha ya kwamba ni zenye nguvu kiasi gani, ni zenye hekima kiasi gani, lakini zinafeli. Na tutakwenda kuangalia kwa uzuri zaidi kwamba historia ya Israeli ilikuwaje, Ibrahim, ule wito wa Ibrahim ulikuwa vipi, unatuonyesha nini leo, na namna ya kupewa kile tunachokiomba hii imekaaje. Na mwisho tutakwenda kutamatisha na nuru kwa mataifa. Na baada ya kuangazia sasa mataifa haya katika sehemu ya pili, ndipo tutajikita zaidi katika mataifa yenyewe na historia yake. Hivyo nimkaribishe na nikukaribishe mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia, tuweze kutembea katika mataifa sehemu ya kwanza, ila msingi ubaki kuwa kwamba utii na kuisikiliza sauti ya Mungu ni zaidi kuliko nafasi ya mwanadamu kuweza kujiongoza mwenyewe. Asante. Lakini tunapoendelea mbele, ndugu Mgisha, tunaona mwanzoni Mungu alivyomuumba mwanadamu wa kwanza alimpatia bustani ya Eden, na ilikuwa ndio makao yake bora kabisa na Mungu aliyoyafanya pale. Lakini kwa bahati mbaya tulipoteza nafasi hiyo. Karibu tuelezee katika sehemu hii kwamba hivi tunaweza kuwa na fursa ya kuweza kurejesha tena makao haya. Asante. Na tunaona ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia bustani ya Edeni. Na tunajifunza vizuri kwamba katika kitabu cha Mwanzo tunaona kwamba mwanadamu alianza katika bustani ya Eden, kisha tunaona kadri kitabu kinazidi kusogea anatoka bustanini Edeni, anapotea, anakwenda kupitia taabu nyingi. Lakini ukija Ufunuo utagundua kwamba Ufunuo hatimaye inakurudisha katika bustani ya Eden. Kwa hiyo tunaanza kupata picha ya kwamba ni mpango wa makini wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, kumrudisha katika bustani ya Eden. Tunaona kwamba katika bustani ya Eden Mungu alikuwa amemwekea mwanadamu kile anachokihitaji. Maana mahitaji yote yalikuwa pale. Na pale Mungu ndiye alikuwa anakutana na mwanadamu na kuzungumza naye ana kwa ana. Lakini tunaona pia ya kwamba katika bustani ya Edeni pale ndipo palikuwa kuna makao ya amani ya mwanadamu ambayo alipewa na Mungu. Lakini tunaanza kuona habari inaanza kubadilika taratibu kwamba mwanadamu baada ya kutenda dhambi akafukuzwa kutoka bustani ya Eden. Tunaona ya kwamba licha ya kuwa alifukuzwa kutoka Eden, Mungu akampatia pia mpango ambao kwa hatimaye mwishoni ungeweza kumrudisha tena Eden. Na hapo ni kupitia yule mzao. Tunaona, lakini tunapozidi kusogea mbele tunakuja kuona kwamba Edeni iliendelea kuwepo pale duniani, na tunaona kwamba Adam na Hawa walikuwa wakiendelea kuiona bustani ya Eden mpaka pale ambapo wanadamu walitenda dhambi na kufanya kwamba Mungu akadhamiria kuiadhibu dunia kwa gharika, ndipo Edeni iliondolewa duniani. Na baada ya hapo tunaona kwamba baada ya gharika ndipo wanadamu sasa wanarudi katika ile changamoto ambayo tuweiona kwanza kwa Adamu na Hawa kwamba walitamani kujipatia utawala, yani kujitawala wenyewe. Ndipo wanaacha mpango wa Mungu ambao waliupanga kwa lengo la kuwaondoa katika taabu na hatimaye kuwarejeshea tena katika Edeni. Wao wanaamua sasa kwamba wawe na mpango wao. Na hapa ndipo tunamuona kiongozi mmoja ambaye ni mashuhuri kwa jina la Nimrod, ambaye yeye alianzisha miji mikubwa sana ya Agano la Kale. Tunaifahamu kwamba mji wa kwanza ambao aliujenga ni Babeli. Huu mji wa Babeli alikuwa ni mji ambao aliujenga mkubwa sana, na pale lengo lake lilikuwa ni kuwafanya kwamba yani watu wenyewe waweze kujitengenezea makao na waweze kuwa na sehemu bora. Jaribio la mwanadamu kutaka kutengeneza maisha mazuri kwa jitihada zake mwenyewe. Lakini huko mji mwingine mkubwa ambao aliujenga ni mji wa Ninawi. Hii miji alijenga Nimrod akiwa na lengo lile lile kwamba mwanadamu aweze kujitengenezea mazingira mazuri mwenyewe. Lakini sisi wenyewe tunafahamu kwa kidogo muendelezo wa hii miji ambayo alijenga Nimrod.
tunatambua kwamba Babeli walijenga mnara, hatimaye ukaanguka na kutokea pale mataifa yakatokea. Lakini pia tunapata pia habari za mji wa Ninawi hata katika kisa cha Yona kwamba ulikuwa ni mji ambao ulikuwa una maovu makubwa. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba majaribio ya mwanadamu kujitengenezea maisha mazuri mwenyewe hayajawahi kuzaa matunda mazuri. Licha ya kuwa kwa muda mtu anaweza akaona mbona kama anafanikiwa, lakini mwisho wa siku huwa tunaishia katika mabaya. Tunarudi katika ujumbe wa Mungu ya kwamba njia salama ambayo Mungu ameiandaa ya kumtoa mwanadamu katika taabu ni kupitia mpango wake aliouweka. Hakuna mwanadamu aliye salama akitegemea akili zake mwenyewe kuandaa maisha mazuri. Unaweza kaona kwamba katika dunia ya leo watu wanasema tunapoelekea basi huenda maisha yakawa mazuri. Kwa mfano, miaka 100 iliyopita hakukuwa na upasuaji mkubwa sana wa kisasa unaofanyika kama wa leo. Lakini nikuulize wewe, je, magonjwa yamepungua au yameongezeka? Kwa hiyo tunapovumbua mambo mazuri tunasema kwamba tunaelekea pazuri, tunazidi kuongeza taabu. Lakini Mwenyezi Mungu ni habari njema ya kwamba ameandaa mpango ambao hatimaye utamrejesha mwanadamu katika Edeni, pale ambapo kuna maisha mazuri. Nikualike ujiunge katika huu mpango ambao ameuandaa, na mipango ya mwanadamu inayodhamiria kuleta maisha mazuri haitafanikiwa ila mpango wa Mungu. Asante. Amina, asante sana kwa wito huo mzuri kabisa. Tujiandae kurejeshewa Edeni ile iliyopotea. Na daktari, tunaona hapa habari ya Ibrahimu. Hivi ni kwa nini katika kitabu cha Mwanzo habari hii imeelezewa kwa uzuri kabisa? Kwa nini Mungu aliamua kumuita Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Abraham hapo awali kutoka katika nchi yake ya asili? Asante sana. Ni kwa nini imekuwa hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu ni kurejeshe nyuma kidogo. Babeli ikimaanisha machukizo ama machafuko. Habari ya Nimrodi na Ninawi inaeleza kwa uzuri zaidi. Hivi vitu vinaenda kwa chain. Tunafika kwa Abraham, kutokea kwa Nimrodi, kutokea kwa Babeli. Baada ya mataifa sasa kuwa yamesambaa, kila taifa lina lugha yake, linaongea kivyake, inabidi sasa kitokee kielelezo kimoja, ndipo tunakuja kukutana na wito wa Abraham. Sasa kabla tujaangazia wito wa Abraham, nipende kusema jambo kidogo kwa upande wa Nimrodi na Ninawi. Hiyo habari unaipata katika kitabu kile cha Mwanzo 10 fungu la kwanza pale linaendelea, ila nitasoma kidogo Mwanzo 10 na ule mstari, nitasoma mstari wa 8 ambao unasema, Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Huyu Nimrodi ni kijukuu wa Nuhu, na kitu kinachozungumziwa hapa, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Tutaielezea vizuri. Alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana, kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Elku na Akadi. Anamalizia anasema, akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehoboth na Kala. Katika historia hii Ashuru haipo hivi leo, ila historia inatuambia maeneo yale ni Iraki, Uturuki pamoja na Syria. Sasa huu uhodari ambao unazungumziwa hapa wa Nimrodi sio sifa mzuri. Na kwa nini tunasema sio sifa mzuri? Kutokana na kwamba anasema na tujifanyie mnara, yani anaondosha nafasi ya Mungu, wanafanya sasa wao kwa hekima yao ili waweze kumfikia Mungu. Na kitabu cha Methali anakuja naielezea vizuri zaidi. Methali ile 1 fungu la 30, Methali 1 na lile fungu la 32, anaiweka bayana hii kitu, hekima ya mwanadamu kumbe ni upumbavu na kuangamia. Methali 1:32 anasema, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kufanikiwa kwa Nimrodi ilionekana kama hekima ya juu sana, kujenga ule mnara. Ukienda kusoma katika historia mnara ule wanakuambia na kweli ulikuwa unaenda juu, kumbe ilikuwa inapelekwa kwenye maangamizi. Na ndiyo maana
unaporudi kwenye hiyo Methali 1 fungu la 7 pale, anakwambia kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa na hekima yote. Hekima nje ya Mungu, hekima nje ya Bwana ni upotofu, ni uangamivu. Sasa mara baada ya machafuko yale, maana Babeli haikukamilika, Bwana aliingilia kati, mji mnara ukasambaratishwa. Ndipo sasa unakuja wito wa Ibrahim. Na wito huu unaukuta katika Mwanzo 12, sura ile imeelezea kwa uzuri zaidi. Unakuja kama nafasi ya Mungu kuweza tena kutoa uongozi kwa mataifa, kwa watu ambao walikuwa wamekengeuka katika uongozi aliokuwa anautaka yeye. Anajitwalia taifa kupitia mtu mmoja ambaye ni Ibrahim, ili kwao ikawe funzo, ikawe kielelezo, ikawe picha bora ambayo Mungu ataionyesha kwa mataifa wengine. Kumbuka wito huu wa Ibrahim una mambo makuu mawili ambayo natamani yatufunze katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni kwamba kitu chochote kile chenye manufaa makubwa inabidi uende kinyume na kawaida. Ndio maana watu wakaenda mbali zaidi wakasema success is out of your comfort zone, yani lazima utoke kwenye ile hali ya kawaida. Ilihitajika mtu mmoja ambaye ni Abraham atoke katika uru ule, aende kufanya kitu cha kipekee kama taifa la Israeli hapo baadaye. Na jambo la pili ni kwamba wakati mwingine hauwezi ukaelezwa bayana mpango wa Mungu ni upi, lakini taswira ambayo uliipata hata kama ni ndogo kiasi gani inatosha kukufanya wewe kuweza kuondoka. Ibrahim wakati anaambiwa atafanywa kuwa taifa, wakati anaambiwa atawabarikiwa, jamaa watabarikiwa kupitia yeye, hakuwa hata na mtoto, lakini alishikilia sauti ya Mungu na ikamfanya yeye kuendelea mbele na kutoka katika machafuko yale, katika watu wale. Hivyo basi ninapokuwa nikitamatisha, wito mkuu wa Ibrahim hasa ni kutoka katika Babeli, kutoka katika machafuko ya dunia kwa ujumla, pale ambapo wanapoamua kutafuta utatuzi kwa hekima yao binafsi, na inatupeleka katika Israeli. Asante. Asante sana daktari, umeelezea vizuri wito huu wa Ibrahim ulioelezewa katika kitabu cha Mwanzo 12 ule mstari wa 9 hadi wa 1. Ni kwa sababu gani Mungu alimtaka Ibrahim atoke katika nchi yake ya asili. Lakini huenda ndogo Mgisha, kama unanyongeza hapa, ninaona huenda Mungu alikusudia kumtumia Ibrahim kuanzisha taifa ambalo lingesimama tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Na kama unanyongeza katika sehemu hii unaweza kuongeza, lakini ukija kugusia katika sehemu hii kupewa ulichoomba. Katika sehemu hii nimejiuliza maswali mengi sana nilivyokuwa ninapitia hapa, kwamba kuna wakati Mungu anaweza akakupa kile ulichoomba lakini si kwa utukufu wake. Asante. Na kama alivyoeleza dokta, ameeleza vema kuhusu habari ya wito wa Ibrahim. Labda kitu kimoja ambacho ningependa tukiongezee hapo ni kwamba Ibrahim aliitwa ili kuwaonesha njia mataifa. Kumbuka kwamba Ibrahim anapoitwa ni baada ya kuwa mataifa yamekuwa na lugha tofauti, wamegawanyika kutoka Babeli. Na eneo ambalo Ibrahim aliitwa lilikuwa ni karibu tu na ile tukio lilipotokea la mnara wa Babeli, ile Uru. Sasa tunaona kwamba Mungu alichukua hatua ya kuwafanya hawa mataifa waweze kuona njia ya kumrudia yeye. Sasa anafanyaje? Akamuinua mtu kutoka kwa mataifa ambaye kupitia yeye mataifa wengine wataona njia kupitia yeye. Ndio sababu tunaona kwamba kupitia Ibrahim tunakuja kupata taifa la Israeli, lakini baadaye anakuja kuzaliwa Masihi katika ile. Lengo la Mungu ni kwamba watu wa mataifa waweze kuona njia. Maana watu ukiwaambia tu mmepotea lakini waoneshe njia, je, unawasaidia? Au ndipo unazidi kuwaangamiza? Lakini ukiwaambia nyinyi mmepotea lakini angalieni njia, ndipo unawasaidia wale watu kurudi.
Kwa hiyo ndio wito ambao utakuja kuona baadaye kwamba ndio wito ambao tunao sisi leo, kwamba sisi tunaitwa kuwa njia, kuwaonesha mataifa ni wapi wanapaswa kupita kuelekea kwa Mungu. Na sasa tuendelee tuona pale katika kupewa ulichoomba. Kama ulipotangulia kujiuliza ya kwamba kumbe kuna wakati Mungu anaweza akakupa kitu yani yeye mwenyewe hakiwa hajapenda kukupa kile kitu, lakini wanadamu amechagua. Tutaona hapa kwamba taifa la Israeli walifika hatua ambayo walitamani kuwa na mfalme kama watu wa mataifa. Yani licha ya kuwa walikuwa ni wateule ambao wametengwa wasifanane na mataifa, wakafika hatua ambayo wao wakaona mbona kama kwa mataifa ndipo kuzuri kuliko kwetu. Kwa hiyo wakatamani kuwa na mfalme kama watu wa mataifa. Lakini tutakuja kuona pale mbele kwamba uamuzi wao hawakuwa wameuchambua vizuri na kuangalia madhara. Lakini pia Mungu aliwaonya. Tuanze kusoma kwanza hichi kisa cha wao kutaka mfalme. Twende katika Samueli wa kwanza 8 kuanzia ile fungu la 4. 8 kuanzia ile fungu la 4 anasema kwamba ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Lama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Umeona kwamba hawa wazee hoja walioipeleka kwa huyu nabii ni kwamba huyu nabii sasa amekuwa mzee na ndiye Samueli huyu ndiye amekuwa akiongoza kwa muda huo. Kwa akasema sasa tupatie mfalme ambaye atakuwa anatuamua kama ilivyo kwa watu wa mataifa. Lakini sikiliza. Lakini neno hili likawa baya machoni pa Samueli waliposema tupe mfalme atuamue, naye Samueli akamuomba Mungu. Asema Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno atakalokuambia, kwa maana hawakukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Tunaona ya kwamba kosa ambalo hawa wazee wa Israeli walilifanya kubwa ni kwamba walimkataa Mungu asiwe mfalme, wakatamani kutawaliwa na watu, yani kutawaliwa kama mfano wa watu wa mataifa. Lakini swali ambalo najiuliza ni kwamba kwa nini Mungu akawaruhusu sasa waendelee katika nia yao? Tunaona ya kwamba kwa kadri kwa kadri ya matendo yote walionitendea toka siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutendea wewe. Basi sasa hapa sasa Mungu anampa maelekezo Samueli, maelekezo ambayo tunapaswa kuyaelewa sana siku ya leo, kwamba isikilize sauti yao lakini waonye sana. Hapa ndipo nikapata majibu ya kwamba Mungu kabla hajakupa kile ambacho wewe umekiomba na ni kibaya, Mungu anajua, huwa anakuonya. Pale ambapo wewe unashupaza shingo, umekomaa licha ya kuwa umeonywa, hapo sasa ndipo unakwenda kupokea kile ulichokiomba, licha ya kuwa Mungu hapendi upate kile. Lakini angefanya nini zaidi? Tuendelee. Anasema kwamba uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki. Yani Mungu alikuwa anajaribu kuwaonyesha upande mwingine ambao wao hawakuwa wanauona, kwamba ndio mnatamani kuwa na mfalme, lakini je, mnafahamu wafalme wa mataifa wanachokifanya? Ndipo anasema kwamba naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewa miliki ninyi atakuwa na desturi hii: atatoa wana wenu na kuwaweka kwake, na magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari. Ukiendelea mpaka fungu la 18 anazidi kueleza namna ambavyo mfalme anayekuja atakavyowatawala. Kwa yani mimi nilivyokuepo, kama mimi yani nilivyoanza, kwa mfano mimi ningekuwa ni miongoni mwa wale wazee, baada ya kuambia hivi na Samueli, lazima ningefikiria mara mbili kwamba tunatoka kwa mfalme ambaye alitutawala kwa haki, tunahamia kwa mfalme ambaye kila anachokifanya
target yake kubwa ni kunufaika yeye kwanza. Utaona kwamba atawachukua, watakuwa mali yake. Watafanya kazi ili yeye anufaike kwanza. Sasa kwa kupima huku lazima wangeweza kutambua kwamba tunakokwenda sio kuzuri, wangegeuka njia na kurudi nyuma, lakini hawa wazee hawakufanya hivyo. Wakazidi kushinikiza. Ndipo utaendelea mbele utazidi kuona kwamba fungu la 18 Mungu anawapa sasa kwamba baada ya kuwa sasa mmepewa kile mlichokiomba, nini kitaendelea kwenu? Fungu la 18 anasema kwamba nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Unaona kwamba Mungu wako hapa, mliyejichagulia. Anasema kwamba Bwana asiwajibu siku ile. Na ndicho kilichotokea kwamba baada ya kuwa wamepewa sasa, yani wamepewa mfalme waliyemuomba. Maanake Mungu hakuwapendekezea ile wao walimtaka wao. Kwa hiyo walijipatia wao mfalme. Mungu akawaacha licha baada ya kuwa amewapa onyo kubwa. Na kweli utaona kwamba historia inayofuata wana wa Israeli wanakinywea. Wanakinywea barabara. Tunaona kwamba hata mfalme ambaye alikuwa ni mtawala wa haki bado pia alitenda mabaya ambayo yalishangaza, kwamba Daudi ambaye tunamuona kwamba ni miongoni mwa wafalme ambao walikuwa ni wafalme waliokuwa na hekima na waliotawala angalau vizuri, lakini mwisho wa siku angalia alichokifanya kwa mke wa Uria. Basi hebu tumuone mfalme Suleimani, ndio mfalme ambaye alikuwa na hekima kuliko wote. Si yule ambaye mwishoni wale miungu walikuwa ni wengi Israeli kwa sababu kupitia kwa wale wanawake aliowaoa. Sasa unaweza kuona kwamba mwanadamu hata anapojaribu kujitawala mwenyewe na kuona kwamba akitawala yeye kwa hekima yake ndipo analeta mazuri, hakika hajawahi kuleta mazuri. Na Mungu kama alivyowaambia watu wa Israeli wale wazee ya kwamba watalia sana, lakini pale watakapokuwa wanalia Mungu hatawajibu kwa sababu aliwaambia wakakataa na wakajichagulia wenyewe. Kwa hiyo wanachokipata ni malipo ya kile walichokiomba. Japo inabaki kueleweka kwamba Mungu hapendi kitu kile. Ndio sababu utaona kwamba licha ya kuwa walipotea, lakini Mungu alifanya jitihada nyingi za kuwarudisha. Ukiangalia kwa kipindi cha Waamuzi kwamba wanachukuliwa mateka, Mungu anakuja anainua waamuzi, wanawarejesha. Baadaye tena Mungu anawachukua anawapeleka mpaka Babeli. Make Babeli sio kwamba ndio walikuja wakawachukua Israeli. Mungu ndiye alitaka. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu mwanadamu licha kuwa anachagua, lakini Mungu anatafuta njia ya kumrudisha. Basi nitimisho kusema kwamba Mungu anachotupatia ndicho kilicho bora zaidi. Licha ya kuwa unaweza kukipima kwa sababu za kibinadamu usikione kama ni cha muhimu, lakini ndicho kilicho bora zaidi. Pale unapochagua kupata kile ambacho Mungu hajapenda na anakuona kabisa kwamba utakwenda kupata matokeo mabaya, huwa anakuonya, kama tunavyoonya leo ya kwamba ziacheni njia mbaya, mrudie Mwokozi ingali ni mapema. Mungu anakuonya. Lakini pale utakapokuwa umekataa kupokea ule wito, mwisho wa siku utapata malipo mabaya ya kile ulichokiomba. Amua leo kufuata kile anachokisema Mungu, uwe mikono salama. Mungu akubariki. Amina. Asante sana ndugu Mugisha, umeelezea vizuri kabisa sehemu hii ya wana wa Israeli walichoamua na Mungu alichowapa. Lakini daktari, naomba utupitishe kidogo tu kwa nyongeza hapa, utupitishe kidogo historia kidogo ya Israeli. Wakati ule walikuwa wanatumia utawala wa namna gani mpaka kufikia sasa wakawa wanataka mfalme? Wao walikuwa na mfumo upi wa utawala? Nashukuru. Miaka 400 ya Israeli kabla hawajaingia katika utawala wa kidemokrasia wa kifalme wa kimonarchy, walikuwa na system inayoitwa theocracy, yani utawala unaotoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe akiwa ndiye mfalme. Hakukuwa na monarchy, hakukuwa na kingship, hakukuwa na democracy wala utawala wa aina yoyote ile, ila iliyokuwa ikiongoza ni theocracy, uongozi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Baada ya miaka 400 hiyo unakuja sasa waamuzi. Hakukuwa na mfalme, bali Mungu aliweza kujichagulia watu fulani ambao
Israeli ilipokuwa ikipitia nyakati ngumu na za kimaamuzi, waliweza kutumika, na ndipo sasa unakuja ufalme, zinakuja zama za kiutawala ambazo zinaanza na mfalme Sauli, anafuatia Daudi na wengineo. Baada ya kusema hilo, katika kupewa ulichoomba, nitagusia kwa kidogo sana. Nimshukuru mchambuzi wa awali, ameielezea vyema sana hiyo issue. Nitazungumzia katika pointi kuu mbili. Pointi ya kwanza, kupewa ulichoomba katika mataifa, yani utawala na mamlaka ya kidunia. Lakini pointi ya pili itakuwa kupewa ulichoomba katika maombi yetu ya kila siku, uhalisia wetu wa maisha. Tukianza na mataifa, hili lilikuwa ni ombi la Israeli. Nikianzia alipotamatishia mchambuzi wa awali, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana asiwajibu siku ile. Katika Biblia huenda uliwahi kukutana na fungu linalosema kwamba utawala wote, mamlaka yote yanatoka kwa Mungu. Ni kweli, hiyo iko hivyo, na hiyo inatoka katika kile kitabu cha Warumi 13 fungu la 1 mpaka la 2. Utaenda utaangalia hapo. Kwa faida tu anasema kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hata kama tuliichagua sisi wenyewe, hata kama Sauli waliweza kujichagulia wao wenyewe wana wa Israeli, lakini Mungu aliamuru iweze kuwepo. Na ndiyo sasa katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 17 fungu la 14 na 15 anaiweka bayana kitabu hicho cha Warumi kwamba kila mamlaka inatoka kwa Mungu. Aliweza kuiona pale awali, nisome tu kwa faida yetu sote. Kumbukumbu fungu la 14 na 15 ambalo anasema, utakapokusha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako kaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako. Utakwenda kumalizie. Katika uongozi, katika tawala za dunia, wafalme waliopo duniani, maraisi waliopo duniani, viongozi wote wale wakuu waliopo duniani, kumbuka tupo katika ulimwengu wa dhambi. Licha ya kwamba ni uongozi unatawala, lakini ni wanadamu sisi wenye dhambi ndio tunaotawala na kuongoza na kujiongoza wenyewe. Hivyo makosa, mapungufu na madhaifu katika utawala wowote ule ambao unaonekana hayana budi kuwapo, lakini ukiwa kama raia, ukiwa kama mfuasi, inabidi kutii mamlaka iliyokuwepo. Sasa nije kujibu katika upande wa pili kwamba kupewa ulichoomba. Wana wa Israeli walipewa mfalme, na mfalme yule akawaongoza, na mwisho wa siku tunakuja kuona hakikuweza kukidhi hitaji la moyo wao. Tunapokuwa tukiomba, ipi dhamiri na msukumo wetu wa ndani hasa? Je, tunatumia sababu, tunatumia vielelezo vipi? Hawa waliweza kujilinganisha, waliangalia mataifa yanayozunguka wakaweza kuomba mfalme. Tunaangalia matatizo yanayotuzunguka ndipo tuombe. Yakobo 2 pale anasema, na wala hampati kwa sababu mnaomba kwa tamaa zenu wenyewe. Au ni sauti ya Mungu ambayo tunaisikia ndani yetu. Sasa nakapokuwa nitamatishe kwa kitu hiki. Katika ile Yakobo 4:3 anaposema wala hampati kwa sababu mnaomba kwa tamaa zenu wenyewe, na Yeremia 17 fungu la 10 ambalo anasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na ninampa kila mtu kulingana na njia zake. Tunapewa tunachoomba wakati mwingine hata kama umeomba visivyo, ili njia za Bwana ziweze kuonekana ni zenye haki, ili aweze kujitwalia utukufu. Lakini wakati mwingine sio kila muda tutaweza kupewa, bali kwa tamaa zetu Mungu huwa anaepushia mbali majibu ya maombi.
kuna kitu umekiomba labda kutoka kwa Mungu na haujakipata, huenda dhamiri yako, moyo wako ulikuwa ni kwa tamaa, ni kwa sababu, ni kwa facts na hoja mbalimbali. Lakini huenda umepewa lakini ukaona hakikukidhi haja yako, ni kutokana na kwamba Mungu anataka kuonyeshe kwamba kile kinachotoka kwake ni bora zaidi na ukiendelee kukitumainia. Hivyo basi ikawe wajibu kwako, ikawe wajibu kwangu katika maisha haya tunayoyaishi, tuweze kujisalimisha kikamilifu. Mambo yote yaliyo makuu, vitu vyote vilivyo vya kiroho vinategemea zaidi uaminifu wetu kwa Mungu na si vinginevyo. Asante. Mpenzi mtazamaji, kuna jambo atakuwa amelipata. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hatua hii tupate mapumziko mafupi, tutarejea tena kuendelea na kipindi hiki. Nikukumbushe tu tuko somo la 4 juma hili tunalozungumzia mataifa sehemu ya kwanza. Endelea kuwa pamoja nasi tutarejea baada ya muda mfupi kidogo. You are watching to BW Media. Stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena kuendelea na mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia. Tulipoenda mapumziko tulikuwa na somo zuri kabisa, na baadhi ya mada tayari zilishachambuliwa na wachambuzi wetu hapa wa masuala ya imani. Sasa tunaendelea mbele. Mpenzi mtazamaji, endelea kwa pamoja nasi ukitufuatilia mpaka tutakapohitimisha somo la 4 juma hili. Daktari, narudi tena kwako. Tulipoondoka tuliondokea kwako, sasa ninabaki hapo. Uendelee kutupa habari hizi za watawala. Tunaona hapa kuna watawala wa mataifa. Sasa ni kwa namna gani sasa? Kwanza wakati ule Yesu alipokuwa duniani hapa alikuwa na wanafunzi wake, alikuwa akiwaelekeza na kuwaonya kuhusu masuala mbalimbali. Sasa ni kosa gani ambalo Yesu aliwaonya wanafunzi wake waepukane nalo katika kuanzisha kazi ya kanisa la Kikristo? Naam, asante sana. Tunapozungumzia watawala tunamaanisha wote wenye dhamana ya uongozi sehemu fulani, aidha kwenye nchi, kwenye taasisi, kanisani, popote pale. Ikiwa na dhamana ya uongozi, wewe ni mtawala. Sasa watawala wa mataifa, Yesu alitoa mfano mzuri zaidi na anabaki kama kielelezo cha pekee katika uongozi, katika utawala. Habari hii ameieleza kwa uzuri katika kitabu cha Mathayo 20 fungu la 25 mpaka la 28. Lakini haya yalikuwa ni majibu kwa wanafunzi wake, kwa watu waliokuwepo mahali pale, mara baada ya kutaka nafasi. Alitaka nafasi ya kulia, mkono wa kushoto. Nitaisoma habari hiyo Mathayo 20 kianzia lile fungu la 22. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Nafasi ya kulia na kushoto ni nafasi za juu sana katika falme au katika ngazi yoyote ile ya utawala. Inatumika kama picha kuelezea nafasi ya juu mtu anayopewa. Sasa Yesu katika kuja kujibu hiyo kitu, na ndio maana anawakusanya katika Mathayo 20:25, anaanza kusema kwamba, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Watawala wa mataifa, watu ambao wameamua kwenda kwa nguvu, kwa akili zao, kwa hekima zao. Sasa kanuni ya Kristo, kanuni ya Mungu ni ipi? Anasema, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kanuni ya kiuongozi ya Kristo, ya Mungu, ni kutumika, ni serve. Kabla haujatawala, kabla ya kuweza kupewa heshima, ya kuweza kusujudiwa, kutumikiwa, watu kuweza kukuheshimu,
ni lazima watumikie watu, na ndiyo maana kiongozi yoyote yule ambaye ataamua kwenda katika mpango wa Mungu kuwa kielelezo kwa wengine katika namna ya kanisa, inabidi awatumikie wengine kwanza, na kwa kutumika huko ndipo nafasi yake ya utawala itaweza kuthibitika. Sasa baada ya kuangalia tofauti hizo mbili kati ya watawala wa mataifa ambao unyenyekevu sio kanuni ya msingi kwao, na utawala ambao Mungu anataka kuwe, vipi katika ulimwengu unaojiendesha hivi leo? Ikiwa unatamani kuwa kiongozi bora, unatamani kuwa mtawala bora, inabidi utumie kanuni ya mtawala mkuu, Mungu anayeruhusu mamlaka mwenyewe, ili ukaweze kutawala. Tofauti na hapo, utawala wako hauwezi ukawa utawala bora, uongozi wako hauwezi ukawa uongozi bora. Sasa nimalizie kwa kusema kwamba baada ya kuangalia mlolongo huu ulivyotoka, namna Israeli ilivyotokea mpaka hivi leo, ipo hatari ama dosari ambayo inaibuka katikati ya kielelezo hiki ambacho Mungu ameweza kukichagua. Kitu cha kwanza, makanisa wakati mwingine waga yanajitoa, Wakristo waga wanajiona wako nje ya Babeli, lakini kumbe ndani yao kuna Babeli. Kumbuka tulisema Babeli inamaanisha machafuko. Dini nyingi sana hivi leo zinajiona kama zipo katika mpango wa Mungu, katika njia salama, lakini kumbe ndani yao yapo machafuko. Tutakwenda kuiangalia tutakapokuwa tukitamatisha kwamba kitu chochote kile kinachoenda nje ya Mungu, hata kama moja kwa moja hakipo katika mpango wa Mungu, kwao ni machafuko na uovu upo ndani yao. Unaweza usiwe Babeli leo, unaweza usiwe kinyume na utaratibu wa Mungu, kinyume na amri ya Mungu, kinyume na sheria ya Mungu, lakini kumbe ndani yako kuna machafuko makubwa. Asante. Na asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Tukidumu kuwa hapo hapo watawala wa kimataifa, ndugu Mugisha, karibu uweze kutuelezea ni kwa namna gani sasa kanisa liliruhusu kuingiliana kati na serikali? Asante. Tunaona kwamba katika historia ya kanisa baada ya Kristo kuwa ameondoka duniani, tunaona kwamba mitume walikuwa wakihubiri Injili, na mpaka hapo kanisa halikuwa likishirikiana na serikali kama kitu kimoja. Ndipo sababu tunaona kwamba ilitokea mateso. Mateso yale ilikuwa ni kwa sababu wale waaminifu wa kweli wa Kristo hawakuwa wanajishusha chini ya serikali ambayo ilikuwa inataka kumpindua maelekezo ya Mungu. Pale ambapo serikali ilisema kinyume na Mungu, wao walisimama na Mungu. Ndio pale tunasema kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Sasa tunakuja kuona kwamba habari ya kanisa kuchangamana pamoja na utawala wa serikali, tunaona pale ambapo Constantine aliongoka, kama inavyosema kwamba aliongoka japo ulikuwa ni uongofu bandia, kuingia katika Ukristo. Kwa sababu alikuwa ni kiongozi, yeye lengo lake kubwa lilikuwa ni kutengeneza umoja. Maana katika eneo kwa kilitawala kulikuwa kuna Wakristo na kuna serikali. Sasa Wakristo wako kinyume na serikali, na serikali sasa inashinikiza kwa nguvu hawa Wakristo waweze kufuata matakwa ya serikali. Jambo la kushangaza ni kwamba mateso, badala ya kuwafanya hao Wakristo waitii serikali, yakawa yanaongeza wapinzani wengi. Na ni jambo la kushangaza kwamba wakati wowote ambapo mateso yalitokea, ndipo yaliongoa wengi, sio kupoteza wengi. Sasa lengo la Constantine lilikuwa ni kuunganisha. Sasa unapotaka kuwaunganisha watu ambao wapo tofauti, ni lazima utafute kitu ambacho kitakaa katikati, ili hawa walioko huku waweze kuona wako sawa na wale. Ni lazima uweke kitu katikati ambacho kinawaunganisha. Nini sasa? Wazo ndio likawa ni Constantine. Yeye akiongoka akawa Mkristo,
Wakristo watamuona ni mwenzao. Lakini kwenye serikali si bado ni kiongozi. Kwa serikali na bado ni mwenzao. Wale Wakristo vitakuwa vimeonekana kama vimeunganika. Lakini athari yake kubwa ilikuwa ni kwamba hawa Wakristo walijiona kama wamefaulu sana, wamemuongoa kiongozi. Kwa hiyo wakaona kwamba basi tutakuwa na maisha mazuri. Lakini hawakuwa wameelewa kwa undani kwamba kwa kiongozi wa serikali kuwa kiongozi pia wa dini atafanya mambo yale ambayo serikali ilikuwa inayashinikiza ya kubaliki kwenye dini, maana yeye yuko pande zote mbili. Unaweza ukaona kwamba kiongozi wa kisiasa akiwa kanisani, maana yake tambua kabisa kwamba licha ya kuwa mtaona ni mafanikio makubwa, lakini shida ya siasa ni kwamba mambo ambayo hayakuwa yakikubalika yataingia tu kanisani. Ndipo tukaona kwamba kukafanyika ile negotiation kwamba sasa kanisa likaridhiana na serikali, ndipo yakaanza kuingia mafundisho mengi ambayo yalikuwa ni ya uongo. Lakini utaona kwamba kwa mfano Pasaka tunaita Easter, kwamba Easter ni sikukuu ya kidunia, lakini ikapachikwa koti la kiroho ikawekwa pale, inaadhimishwa kama Pasaka ambayo alifanya Yesu. Lakini ukiangalia alichofanya Yesu na hiki tofauti. Kwa hiyo ndio athari kubwa, na ndio sababu huyu mwandishi wa lesoni anatusisitiza ya kwamba hatupaswi kupingana na serikali. Lakini hatupaswi kukubali kwamba serikali iwe ni sehemu ya dini. Yaani maana yake ni kwamba pale ambapo serikali inaagiza kinyume na alichokisema Mungu, unapaswa kusimama upande wa Mungu. Ndicho kitu ambacho unaona naweza kaongezea. Sasa kabla hujaondoka hapo, tuendelee katika sehemu hii ya Nuru kwa Mataifa, ambapo tunaona Mungu alivyoanzisha taifa hili la Israeli, hakuanzisha kwa ajili ya hukumu, lakini alianzisha kwa ajili ya kuokoa watu, waokoke kupitia taifa hili la Israeli. Sasa njoo utuelezee pia hapa kwa ufupi tu ni kwa namna gani sasa nuru hii kwa mataifa inaweza kuenea katika mataifa mengi zaidi. Asante. Ukiwa kwenye kundi la watu wengi ambao wanaamini kitu kimoja, ukitaka kuwabadilisha, kama alivyosema Dr. Madu, ni kanuni ambayo ni ya kawaida kwamba ni lazima umchukue mtu ambaye anatoka mle kwao, then yule mtu abadilike. Akibadilika, yeye ndiye atawasaidia wale kubadilika. Sasa ndio tunaona kwamba baada ya kuwa limetokea ile tukio la kuanguka kwa mnara wa Babeli, mataifa wakatokea pale wa kabila tofauti na lugha. Sasa pale hakukuwa na wakumuongoza mwenzake kwamba hapo umepotea, geuka rudi. Mungu akaamua kumchukua Ibrahim kutoka kwa mataifa wale. Akamchukua Ibrahim akiwa na lengo la kuwafanya hawa wengine waione njia ya kumuendea Mungu kupitia kwa Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim pamoja na waliofuata, maana kuna Ibrahim, kuna Israeli, lakini pia tunaona kwamba wito wa Ibrahim ni wito ule wa kanisa. Lengo lake sio kuwafanya hawa watu wajione kuwa ni wakosaji, yani kuwahukumu. Hapana. Lengo letu tukiwa pamoja sisi Waadventista wa Sabato ni kuwafanya hawa watu waone njia. Yani tukiwa pamoja na mataifa, hawa mataifa wasijione mbona kama sisi tunakosea sana, ila watamani kuwa kama kile ambacho tunawahubiria wao. Yani waione nuru, waone kwamba kupitia huu ujumbe unaotuletea iko nuru ya matumaini. Na leo tunaona kwamba Ibrahim aliitwa kutoka kwa mataifa ili akaende kuwa nuru kwa wale watu wa mataifa. Lakini pia tunaona kwamba katika ile Ufunuo 18 fungu la kwanza, nitasoma Ufunuo 18 na lile fungu la kwanza. Neno Mungu linasema kwamba baada ya hayo naliona malaika akitoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Umeona kwamba kabla hata ya tukio la kurudi kwa Yesu mara ya pili, dunia nzima inapaswa iangazwe na utukufu wa Mungu.
Ni watu gani ambao wanapaswa kufanya ile kazi? Ni wale walioitwa kutoka kwa mataifa. Maana kanisa la Waadventista wa Sabato sio malaika, ni watu wa mataifa walioitwa kutangaza ujumbe wa Mungu, kama ambavyo Ibrahim aliitwa, kama ambavyo taifa la Israeli lilitengwa, kama ambavyo sisi Waadventista wa Sabato hivi leo tumetengwa ili kuwafanya mataifa waione nuru. Kwa hiyo jambo la kwanza napenda kusema kwamba licha ya kuwa watu wa mataifa wamechagua njia ambayo Mungu amewakataza, Mungu hajawaacha mpaka sasa. Ameendelea kuwapa njia ya kutoka, na hiyo njia ya kutoka amekuwa akiipitisha kwa watu wanaowachagua kwa makusudi maalum. Alimuita Ibrahim. Baada ya kumuita Ibrahim, tutaona kwamba baadaye aliita taifa la Israeli, na katika wakati huu ameliita kanisa la Waadventista wa Sabato waende wakaangaze na kuonesha nuru kwa mataifa kupitia ule ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo jambo langu la pili ni kwamba nipende kutukumbusha wanami nikiwemo, kazi yetu kubwa ambayo tumeitwa kuifanya kwa sasa ni kuwa nuru kwa mataifa. Yani mataifa wakitutizama wamuone Kristo, wachague kumfuata, na sio wakituona waone kwamba ni watu wa kukela na yani tufanye kuwahukumu kwamba ninyi ni wadhambi, mnachokifanya mtachomwa moto. Hapana, ila sisi tuwaongoze kwamba fuateni hivi muweze kuona ufalme wa mbinguni. Asante sana daktari. Tunaendelea katika miisho ya somo letu hili la 4. Karibu sasa uongezee katika sehemu hii ambayo ametoka kuizungumzia mchambuzi wetu hapo, ili uweze kukazia zaidi. Karibu. Naam, asante sana. Nuru kwa mataifa. Kwa nini inakuwepo nuru hii? Tumechambua kwa uzuri zaidi, tumeona kwa uzuri zaidi toka mwanzo. Hawa wanaoitwa nuru kwa mataifa, kwanza tukianza kwa Ibrahim, baba wa imani, Israel ya wakati ule, mimi na wewe ambaye ndiye Israel ya kiroho kwa sasa. Wote hawa ni nuru kwa wa mataifa. Sasa ili nuru iweze kuangazia mataifa, vipo vitu ambavyo inabidi iweze kuwa navyo. Yesu mwenyewe alisema yeye ndiye njia, kweli na uzima katika Yohana, na anakuja anaelezea zaidi katika kitabu cha Ufunuo kwamba ni watu wapi ambao wataweza kuiangazia nuru hiyo ya ulimwengu. Kitu cha pekee ambacho natamani tukione hapa ni kwamba ijue nuru, ifanye na uishi nuru, kisha ionyeshe kwa watu wengine. Mtu mmoja mahali fulani alisikika akisema, know the way, do the way, show the way. Ikiwa nuru hauijui vizuri, unaweza ukakengeusha, maana nuru hiyo hiyo inaweza ikatumika vibaya na watu wakaweza kupotea. Na nuru hii inatoka wapi? Inatoka kwa Mungu mwenyewe, na imesheheni amri za Mungu, wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Sasa baada ya kulijua hilo, tuishi ile nuru, tuifanye ile nuru. Ikiwa ni Mkristo, unajiita wewe ni Israel, uzao mteule, ukuhani wa kifalme, basi inabidi uweze kuiishi nuru, na itakavyokuwa ikiangaza watu waweze kuiona, wale walimwengu ambao wanatamani waingie ndani waweze kusogea. Kumbuka lengo la Mungu kumuita Ibrahim, lengo la Mungu kujitwalia taifa, ilikuwa ni kuwaonyesha ulimwengu, kuyaonyesha mataifa yote namna halisi na uongozi wa Mungu unavyokuwa. Hivyo ikiwa nuru hiyo haiakisiwi katika kanisa, katika mtu binafsi, katika taifa, basi sio nuru, bali ni ukengeufu na upotofu. Hivyo nipende kumalizia kwa kusema kwamba nuru ya mataifa inabidi iangaze na iweze kuwaonyesha watu wote mpango na kanuni na taratibu za Mungu kwa namna ya pekee ya kujitwalia mfano, ili watakavyoona
waweze kusogea. Asante. Asante sana kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Sasa tunaelekea miisho ya somo letu hili la 4. Nipende tu kufahamu matumizi maishani. Ni namna gani tunaweza kutumia somo hili? Na tukumbuke kwanza ndo tuko sehemu ya kwanza. Kwa katika sehemu hii ya kwanza tunaweza kuondoka na kitu gani hasa tutakachoweza kukitumia katika maisha yetu kuhusiana na mataifa, sehemu ya kwanza. Karibu ndugu Mgisha, utupitishe katika matumizi maishani. Naam, asante. Tunapohitimisha somo hili, tumeweza kujifunza ya kwamba katika somo hili tumegundua kwamba jaribio la mwanadamu kuweza kujitawala mwenyewe na kujitengenezea maisha mazuri na bora lilifeli na litafeli. Kwa sababu mwanadamu yeye anaweza akaona mafanikio kwa muda mfupi, lakini ambayo mwisho wa siku yataleta madhara. Na changamoto kubwa ni ubinafsi, ya kwamba mwanadamu hata anapofanikiwa hujitazama yeye kwanza. Kwa hiyo hata pale tunapoweka matazamio kwa wanadamu kwamba watuletee matokeo mazuri, wao wanadamu tunaowategemea wao wanajitazama wao kwanza. Kwa hiyo changamoto hiyo imekuwa ikisumbua. Tumeona katika habari ya Adamu na Hawa pale walipojaribiwa kwamba watakuwa kama Mungu, wakiweza kujua mema na mabaya, maana yake kujitawala, wakaishia kuanguka. Tukaona watu wa Babeli kwamba wao wenyewe licha ya kuwa Mungu ameweka mpango, wao wenyewe wakachagua kwamba wajitengenezee wao mji ili waweze kukaa kwa amani. Akija gharika kama iliyopita basi wasiweze kuangamia, lakini wakaangamia pamoja na mji wao ukaporomoshwa na wakaishia kutawanyika. Haishii hapo, inakwenda hata kwa wana wa Israeli kwamba Mungu amewaongoza kwa mfumo wake wa utawala. Baadaye wakaona mbona kama tunaweza tukawa na mfumo, yani kama watu wa mataifa ni kama wananufaika sana kuliko sisi. Wakafanya kosa lile ambalo lilifanya Adamu, ambalo walilifanya watu wa Babeli, wakatamani wao wenyewe kujitawala, kujitengenezea maisha mazuri. Lakini mwisho wa siku tunaona kwamba walipitia katika taabu. Wale mataifa ambao walipaswa wawe nuru wakaishia kupigwa na yale mataifa. Lakini haishii hapo, inazidi kwenda mbele zaidi. Tunazidi kuona kwamba hata katika ulimwengu wa sasa wako watu ambao licha ya kuwa Mungu ametoa njia, wao wana njia zao wenyewe. Utaona kwamba wanajaribu kugundua kwamba labda mtu huko mbeleni akafufuliwa na nini. Lakini haya yote kama ambavyo historia ya neno la Mungu haidanganyi, itasema tena hata katika kipindi cha wakati huu ya kwamba majaribio ya mwanadamu kujitengenezea njia iliyo bora hayajawahi kufanikiwa kuleta matokeo ya kudumu. Hata kama yatakuwa kufanikiwa muda mfupi, lakini mwisho wa siku yataacha kilio kikubwa. Wito katika mwisho somo hili ni kwamba turudi kuangalia mpango wa Mungu. Tutembee katika mpango wa Mungu. Licha ya kuwa unaweza ukaona kwa mtazamo wa kibinadamu kwamba mbona kama si mpango mzuri, lakini una matokeo mazuri na ya kudumu, kwa maana Mungu amepanga kuturejesha katika Edeni. Mungu akubariki. Amina. Asante sana, asante sana. Karibu daktari. Mataifa sehemu ya kwanza. Jambo ambalo tutoke nalo, kitu cha kwanza ni kwamba mambo yote yaliyo makuu, mambo yote ya kiroho yanategemea zaidi uaminifu wa Mungu. Nje na hapo hauwezi kufikia ukuu, hauwezi kupata lililo bora zaidi, maana chochote kilicho bora kinatoka kwa Mungu. Jambo la pili ni kwamba ili uweze kuwa mtu wa tofauti katika maisha haya, ni lazima kanuni ya kujitenga na ya kutoka iweze kuhusika. Ibrahim ilimbidi atoke, na ndipo Israeli iliweza kuzalishwa. Angebaki kule kule, hakuna kitu chochote kile cha baba wa imani au nini tungekuwa tunakiona hivi leo. Kitu kingine ambacho tutoke nacho katika somo hili ni kwamba kanuni ya utumishi, ya unyenyekevu, ya kutumika kwa wenye mamlaka, kwa wenye nafasi ya uongozi, ndiyo msingi pekee wa uongozi na utawala wako kuwa bora. Na wewe uliye chini ya mamlaka, uliye chini ya uongozi, uliye chini ya serikali, unabudi kutambua kwamba nafasi zote, uongozi wote umetoka kwa Mungu, na hivyo utii, na kwa wakati wake Mungu ataweza kufanya lililo jema. Na kitu cha
ili kutoka mwisho ni kwamba wale wote ambao wapo katika njia ya Kristo inabidi waangaze kwa watu wengine. Ikiwa mimi na wewe tunajiita Israeli ya sasa, inabidi tuwe nuru kwa watu wengine. Na nimalizie kutoka katika kile kitabu cha Ufunuo 18 fungu la 4 ambalo linasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Vipi kama wewe ndiye Israeli? Vipi kama wewe ndiye wito huu wa Ibrahim ulikutaka ufanye hivyo? Vipi kama mimi na wewe, sisi sote tukiwa Israeli, inatupasa sasa tutoke katika machafuko haya? Kumbuka, hekima ya mwanadamu humpelekea katika upotovu. Hata kama vitu vitaonekana vizuri vipi, dunia inaenda kasi sana, lakini mwisho wa siku litafuatiwa anguko kubwa. Nimalizie kwa kutoa ombi kwa watazamaji na sisi sote kwa ujumla. Nikukaribishe katika somo tena linalofuata, Mataifa sehemu ya 2. Tutakwenda kuangalia historia ya Mungu kwa watu wake na ni kwa namna gani Mungu aliweza kuruhusu vipindi tofauti tofauti. Asante. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada kutoka hapa studio, lakini nikukumbushe tu kuendelea kutufuatilia tutakapokuwa na somo la pili itakayokuwa nazungumzia Mataifa sehemu ya 2. Itakuwa ni mwendelezo wa somo hili la kwanza tulilotoka kulizungumza wakati huu. Nikukaribishe tena wakati unaofuatia. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau. Ukiwa una maoni, una ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kututumia, nasi tutayafanyia kazi kwa ajili ya ufanisi na kuboresha kipindi hiki. Tunapoenda kufunga sasa, niweze kumkaribisha ndugu Mgisha aweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Basi atuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa kuwa katika siku ya leo tumeweza kuchambua kwa uchache kuhusu kile ambacho umekiandika katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Mbariki mtazamaji atakayetazama somo hili mpaka mwisho, lakini pia wabariki walioshiriki kuandaa kipindi hiki. Mwenyezi Mungu, tukutanishe tena katika wakati mwingine kwa ajili ya somo lijalo. Kwa jina la Yesu, amina. Amen.